Karibu kwenye ufafanuzi huu. Sasa, hebu tuzame moja kwa moja kwenye dhana moja nzito na muhimu sana, dhana ya nafasi salama. Unajua, mara nyingi tunaposikia kuhusu nafasi salama, watu wengi hudhani ni aina fulani ya anasa. Ni kama vile kitu kizuri kuwa nacho, lakini si cha lazima sana, sivyo? Lakini katika maelezo haya, tutaangalia uhalisia na takwimu zinazothibitisha wazi kwa nini nafasi salama ni hitaji la msingi kabisa kwa ustawi na uhai wetu kama binadamu, na wala si anasa hata kidogo. Kabla hatujaenda mbali zaidi, hebu nikuulize swali moja dogo. Inamaanisha nini hasa kwako kuwa salama? Wengi wetu, tukifikiria usalama, picha inayotujia haraka ni faraja ya kimwili. Unajua, labda kuwa ndani ya chumba chenye kuta imara na mlango unaofungika. Lakini hebu tubadili mtazamo huo kidogo leo. Usalama wa kweli unakwenda mbali sana, mbali kuliko kuwa tu na kuta 4 zinazokuzunguka. Hii inatuleta kwenye sehemu yetu ya kwanza, zaidi ya kuta 4, ambapo tutafafanua upya hizi nafasi tunazoishi. Kimsingi, usalama unamaanisha uhuru kamili dhidi ya madhara yoyote. Na nafasi salama hasa inamaanisha mazingira, iwe ni ya kimwili, ya kihisia, ya kisaikolojia au hata mtandaoni, ambapo unaweza kuwepo bila hofu ya kudhurika, kuhukumiwa au kubaguliwa. Ni mahali ambapo unaweza kuzungumza ukweli wako na kuweka mipaka yako bila mtu yoyote kukuathiri. Hili halitokei tu kwa bahati mbaya, ni uundaji wa makusudi kabisa wa huo uhuru. Na ili tuweze kufahamu vizuri muhimu wa nafasi hizi, lazima tuelewe msamiati mmoja mkuu, mamlaka ya mwili au bodily autonomy. Hii si lugha ngumu ya kitaalamu, ni haki ya msingi kabisa ya kila mmoja wetu kufanya maamuzi kuhusu mwili wake mwenyewe. Hakuna kulazimishwa, hakuna kushinikizwa, hakuna vurugu. Uhakika wa hili ndio msingi mkuu wa usalama wa kibinafsi kwa kila binadamu. Tukipanua wigo, kuna mambo mawili muhimu sana hapa. Kwanza ni ukatili wa kijinsia au GBV, ambao mara nyingi sana huwaathiri zaidi wanawake na wasichana. Pili ni kuwepo kwa makundi yaliyotengwa. Kinachosikitisha ni jinsi mifumo ya ukosefu wa usawa inavyozidi kuyaathiri makundi haya na kuyafanya yawe katika mazingira magumu zaidi na yenye hatari kubwa. Na kumbuka, haya si maneno tu kwenye makaratasi. Haya ni maisha halisi ya mamilioni ya watu wanaotuzunguka. Sasa, twende sehemu ya pili, ukweli wa madhara. Hapa tutaangalia namba kamili zilizofichwa nyuma ya ukimya. Fikiria namba hii, 1 kati ya 3. Hii ni takwimu inayoshtua kweli kweli. Ulimwenguni kote, mwanamke au msichana 1 kati ya 3 hukumbana na ukatili wa kimwili au wa kingono katika maisha yake. Hiyo inamaanisha nini? Ina maana kwamba hili si tatizo la kule mbali lisilotuhusu. Hili linafanyika leo, hapa hapa kwenye jamii zetu, shuleni, majumbani na katika mahusiano yetu ya kila siku. Tukiingia sehemu yetu ya 3, tutaangazia kwa ukaribu muktadha wa Afrika ili kuelewa zile changamoto zilizojikita ndani kabisa na matarajio ya kitamaduni. Unajua, katika muktadha wetu wa Afrika, vikwazo vimepangikana kama matabaka. Tuna unyanyasaji wa kingono upande mmoja. Halafu kuna ukosefu au uhaba mkubwa wa huduma za afya ya uzazi na ngono. Juu ya hilo, weka unyanyapaa unaomkabili mtu anapotaka tu kujadili masuala yanayohusu mwili wake, pamoja na zile mila na kanuni kandamizi za kijinsia. Hivi vyote kwa pamoja vinatengeneza mazingira hatari sana, ambapo vijana wanajikuta wakifanya maamuzi mazito ya kimaisha wakiwa gizani, bila taarifa sahihi na bila msaada. Na hali hii inaunda picha inayotofautisha pande mbili kuu. Upande mmoja tuna ule ukimya uliozoeleka. Ukimya ambao unaruhusu ukatili ufichwe na uendelee kustawi. Lakini kupitia kuwepo kwa nafasi salama, tunaona upande wa pili wenye nguvu zaidi, zile hadithi mbadala. Hapa ndipo vijana wanapopata ujasiri wa kuhoji mambo, kujifunza yaliyo sahihi na kuachana kabisa na zile mila zenye madhara. Ni upinzani mzuri unaoleta matumaini mapya. Hiyo inatupeleka sehemu ya 4, nguvu ya ulinzi, na kile hasa ambacho hizi nafasi salama hufanya kwa vitendo. Kwa hiyo, tukiangalia utendaji kazi wake, nafasi salama huchukua hatua 4 za wazi na za makusudi. Kwanza, zinatoa ulinzi wa kweli dhidi ya madhara. Pili, zinawezesha upatikanaji wa taarifa sahihi, hasa kwenye masuala ya afya ya uzazi. Tatu,
zinajenga mifumo imara ya msaada kama vile ushauri na kuungana na makundi ya rika. Na 4, zinajenga ujasiri na uwezo wa kujiamini. Tafiti kutoka maeneo mengi kusini mwa jangwa la Sahara zinaonyesha wazi kwamba hatua hizi kiuhalisia zinaboresha afya ya akili na kujenga mahusiano yenye afya kwa vijana. Kwenye sehemu yetu ya 5 sasa tutaangalia vile vikwazo vinavyozuia usalama wa kweli usipatikane na kila mtu. Lazima tukubali, si kazi rahisi. Kuna vipingamizi vikubwa sana vya kimuundo hapa. Tunazungumzia mambo kama umaskini, unyanyapaa na yale mapengo yaliyopo kwenye sera zetu. Haya ni masuala makubwa ya kimfumo ambayo kiukweli yanapunguza uwezo wa nafasi salama kuwafikia watu wote. Ina maana kwamba nafasi salama zenyewe haziwezi kutatua kila tatizo kwa mara moja. Ndiyo maana kuunda nafasi hizi lazima uwe mchakato wa kila siku, endelevu, unaojaribu kubomoa hivi vikwazo hatua kwa hatua. Ndiyo maana huu ujumbe ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu kuukumbuka. Nafasi salama si kitu kinachotokea tu chenyewe. Ni vitendo vya makusudi kabisa. Ni uthibitisho wa kujali na wakati huo huo ni kitendo cha kupinga ukatili. Ni tofauti kubwa sana kati ya kunyamazishwa kwa hofu na kusikilizwa kikamilifu. Zinatoa uhuru mkubwa kwa mtu kuwepo jinsi alivyo bila kujificha au kujikunja. Tukielekea mwisho, sehemu ya 6 inaangazia Body and Boundaries Africa kama jibu thabiti na suluhisho kutoka ndani ya jamii. Nguvu ya harakati hizi inaelezwa vizuri sana kupitia falsafa yao kuu isemayo chaguo la uelewa, mustakabali uliolindwa. Huu ndio ukweli ambao mara nyingi huwa tunaukwepa, kwamba usalama ndio msingi pekee unaobeba uwezeshaji na haki zote. Kama huna usalama kwanza, huwezi kuwa na ule mustakabali mzuri na unaotabilika ambao sote tunautamani. Lakini je, wanafanyaje kazi hii kiuhalisia? Wanachukua hatua za wazi na madhubuti. Kwanza, wanatetea mamlaka ya mwili, kuhakikisha vijana wana ufahamu wa kufanya maamuzi yao wenyewe. Pili, wanahamasisha kwamba ridhaa na heshima ni lazima katika mahusiano yote. Tatu, wanatengeneza zile nafasi salama tunazozizungumzia, ziwe za kimwili au za kidijitali. Na kubwa zaidi, wanapaza sauti kupinga ile mifumo na vikwazo vinavyofanya usalama usipatikane kirahisi. Kwa ufupi, wanawapa vijana silaha ya maarifa. Sasa, tunapohitimisha ufafanuzi huu leo, nataka tuangalie jukumu letu liko wapi. Suala la nafasi salama haliwahusu tu mashirika na taasisi, linatuhusu wewe na mimi. Swali si tena kama hizi nafasi zinahitajika, hilo tumeshaliona. Swali kuu ni hili: je, wewe na mimi tuko tayari kuziunda, kuzilinda na kwa kweli kuwa hizo nafasi salama kwa watu wengine? Jukumu hili ni letu sote kwa pamoja. Kama umehamasika na una shauku ya kuendelea kujifunza zaidi, na kukaribisha kwa mikono miwili ujiunge na harakati hizi mtandaoni. Tutaendeleza mazungumzo haya muhimu sana. Watafute Body and Boundaries Africa kupitia Facebook, TikTok, YouTube na LinkedIn. Kwenye Instagram wanapatikana kama @body_and_boundaries Africa, na kwenye X ni @mkuu yenu. Asanteni sana kwa kufuatilia ufafanuzi huu, na tafadhali usisahau jambo moja: usalama wako na usalama wa wale wanaokuzunguka unaanza na wewe. Sasa, je, utachukua hatua gani leo?